Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amefanya kikao na Wakenya wanaoishi na kufanya kazi Uingereza kuhusu jinsi ya kuboresha uchumi wa taifa. Ametumia fursa hiyo kuisuta serikali kwa kupandisha bei ya mafuta, akisema itaathiri na kuangusha sekta mbalimbali nchini. Amewahakikishia Wakenya hao kuwa iwapo atachaguliwa ama atachukua uongozi, atawahusisha serikalini ili kulainisha sekta tofauti, kinyume na serikali iliyopo sasa hivi. Fred Wambua anatufungulia taarifa zetu. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ameanza ziara yake rasmi ya wiki moja Uingereza, akifanya kikao cha kwanza na Wakenya wanaoishi katika taifa hilo. Gachagua akianza kwa kuikosoa serikali ya kitaifa kwa kupandisha bei ya mafuta na kusema kuwa itaathiri sekta mbalimbali nchini, ikiwemo ya uchukuzi na uzalishaji katika viwanda tofauti. The night before I left Kenya, there were price hikes for diesel and petrol to unprecedented levels ever seen in the history of independent Kenya. Everything is almost grinding to halt. Diesel is unaffordable. All fares will go up for matatus, for Uber, for buses, for boda boda, and consumer products will also go high. So Kenyans are in tears, they are in anguish. They really don't know what to do. Gachagua akiweka wazi kuwa Kenya inafeli kutokana na uongozi mbaya uliopo sasa hivi, kwani hawapei kipaumbele wataalam katika nyadhifa mbalimbali kulainisha sekta husika, wakiwemo wazoefu kutoka ughaibuni. Kenya is not failing because we lack human resource. Kenya is failing because the current president has no regard for meritocracy. He has no regard for professionalism. He has no regard for experience. He has no regard for integrity. I want to say that I will be failing as a leader of Kenya if I fail to tap the expertise, the experience out here. Kenyans who have made things work in the UK, why can't they come back home and help us fix our country? Amedokezea kuwa wakichukua uongozi wataangazia wanaoishi ughaibuni kushirikiana na serikali kuboresha taifa la Kenya, akihakikisha pia kumaliza ufisadi, akiisuta serikali kwa kutumia pesa nyingi kuwahonga wananchi kujiimarisha kisiasa. They have made bribery a way of life. You know bribery, hapa kwenu hakuna bribery. No policeman here can take a bribe. Lakini kwetu zamani hata polisi wakichukua pesa ya bribe, at least walikuwa wanajificha. Hata yule anapeana na kuja hataki aonekane. Huyu mtu anahonga watu mchana. Wanaitwa State House, kila mtu 10,000, walimu wanachukua wanaenda. Wengine wanaitwa wanachukua in broad daylight. Amefika pahali sasa hata anakosa watu ya kuhonga. Juzi ametafuta Wakorino, amekosekana. Amechukua kina Moses Kuria, amefunga kilemba. Gachagua anatarajiwa kuandaa vikao mbalimbali na washikadau Uingereza kwa kipindi cha wiki moja. Fredrick Wambua, Undugu TV.